hiyo Almasi Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema. Kwa hiyo viongozi wa sasa hivi sio waadilifu na hawana nia njema. Kwako hili kamanda unalibainisha vipi katika eneo hilo tu na hii kauli ya Rais Karia? Kwanza kabisa kauli ya Yanga ni kauli very bold. Kwa sababu imeeleza wazi kwamba hawaridhishwi na bodi na viongozi walioko kwenye bodi, lakini wameeleza wazi kuna maneno hapo wametaja uvunjifu wa kanuni zao. Ambao mimi ningetamani sana wangeainisha ni uvunjifu upi, kwa sababu kama ni kuhusiana na hili saga la mechi kuahirishwa, uvunjifu wa kwanza wa kanuni ulikuwa ni kuwazuia timu mgeni kufanya mazoezi. Yaani tutaruka sarakasi, tutakwenda, tutarudi, tutapanda mlima, tutashuka mabonde, lakini changamoto ya kwanza ilikuwa hapo. Kitu cha msingi hapo kamanda cha kuchukua, umezungumza vizuri sana kwamba Yanga wanabidi waainishe vitu ambavyo kwenye hii scenario uvunjifu wa kanuni ambao uko wazi kabisa ni kuzuia watu wasifanye mazoezi. Sasa wao kwa mujibu wa Luka, kamanda calm down tu. Yani tutafika kwa kutumia Luka. Sawa, wamesema umekuwa na uvunjifu wa kanuni za. Kwa hiyo sasa nje beyond hii kanuni inayosema kwamba timu mgeni ataruhusiwa kufanya mazoezi, wangetueleza ili tuelewe. Maana as things stand, mtu anashindwa kuelewa kwamba kanuni mvunje nyinyi wenyewe alafu nyinyi muende kushtaki. Na ndio maana ile siku tulipokuwa hapa mimi nilitoa mfano kwamba mimi nishaishuhudia tukio mwizi kakopua kibeti cha mama afu ndo akawa anakimbiza mwizi. Sasa sitaki kuainisha kwamba hapa mwizi ni nani na aliyepapuliwa, lakini wangeondoa hii sintofahamu kwamba uvunjifu wa kanuni. Tayari on record tuna uvunjifu wa kanuni moja ambao ni kuwazuia watu wasifanye mazoezi. Kanuni ipi nyingine imevunjwa? Wangetusaidia ili tuone kama na sisi tunaunga mkono hiki kilio chao cha kuwataka watu wakae pembeni, ama hatuungi mkono. Kwa sababu kwa mfano kama mimi sielewi zaidi ni wapi ambapo hawaridhishwi na yani imani inakosekana, kwa sababu sioni ni kanuni ipi nyingine ilivunjwa. Okay, sawa. Hansi, kwa namna ambavyo unaitazama bodi ya ligi, una mashaka nao katika uendeshaji wao wa kusimamia kanuni na ligi kwa ujumla? Nadhani kuna vitu viwili vimetokea hivi karibuni ambavyo vinanipa wasiwasi kidogo. Ndio. Wiki kadhaa zilizotokea habari wa Yanga alifungiwa kwa taarifa ambazo tulikuwa nazo. Na miongoni mwa mjadala ambao tulikuwa nao, posti yake iliyosababisha hicho kitu, msemaji wa upande wa pili Simba naye amewahi kuposti kitu kinachofanana na vile. Lakini adhabu ilitoka upande mmoja. Hapo pia kuna question mark. Watu wanavyosema hatuna imani na bodi, kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa vimefanyaje, vimetokea, sio tukio moja. And then imani, waadilifu na wenye nia njema. Unajua hizi sio kauli ndogo, ni kauli nzito sana, ni shutuma hizi. Mimi najaribu kutolea mfano kwa vitu ambavyo mimi ningekuwa Mguto ama Kasongo ningewaambia Yanga naomba mlete vielelezo katika hizi kauli zenu binafsi. Sasa hiyo unaongea kwa upande wako. Ndio. Kwa upande wangu mimi najaribu kutoa evidence ambazo nimejaribu kuziona kwa macho ya kawaida. Nimeanza na issue ya Alikam. Posti ambayo ilimletea shida kwa mujibu wa taarifa tulizokuwa nazo kwamba amefungiwa. Ahmed Ally naye amewahi kuposti kitu kama kile. Lakini adhabu ilitoka upande mmoja. Hapo kuna swali la kuuliza. You see? And then tunatoka huko kabla ya kuendelea hapo. Wote waliitwa, wakahojiwa na wakatoa maelezo. Wanasema unapoitwa kwenye interview ya jambo lolote, maelezo yako yanaweza kukufanikisha ufaulu ama ufeli. Sasa Alikamwe katika hicho ambacho kinabainishwa, ndio maana ikatoka taarifa kwamba yeye amefungiwa. Inawezekana shatoka taarifa kwamba kafungiwa. Taarifa haijatoka, zilikuwa zile nyepesi zile.
maelezo yake inawezekana hayakuaridhisha wahusika, au pia it's possible. Kwa hiyo adhabu inatoka kutokana na maelezo. It's possible. Mimi ninachokiona na kanuni pia ndani. Mimi ninachokiona ni mlinganisho wa posti mbili ambazo zote zilikuwa zinafanana. Ndicho ninachokiona. Huko kwenye utetezi sikuwepo kwenye shauri. Ila mimi naona kosa ambalo lilikuwa ni chanzo cha mtu mmoja kufungiwa na upande wa pili lilikuwepo. You see, kwa inawezekana kwenye maamuzi yaliyotoka upande wa pili au kukubaliana nayo kwa sababu ulihisi kuna watu wawili ambao wamefanya kosa moja, kama ni adhabu ilitakiwa kutoka kwa pande zote mbili. You see, hapo kuna question mark. And then tunarudi kwenye sakata la pili. Mi nataka nisikie kwa upande wa bodi ya ligi, hata rais mwenyewe, ni kanuni gani ambayo ilitumika kuahirisha game ya juzi. Mimi naona kilichotumika ni busara. Ni kanuni kwamba waliamua hii game iahirishwe, right? Game iahirishwe kwa sababu wao kwenye barua yao waliainisha kwamba tunaendelea na uchunguzi. Kwa sababu bodi ina ncha mbili. Baada ya uchunguzi inaweza ikatoa alama pasipata mechi kucheza. Sasa kwa nini hawa Yanga wamewahi kuandika kitu kama hiki? Kwa sababu wanajua bodi ina ncha mbili. Ukitazama vitu vitatu ambavyo Yanga walividimandi, ni wao kupewa alama. Kitu cha kwanza ambacho walikidimandi kwenye barua yao ni wao kupewa alama, kwa sababu Yanga wanaamini bodi ya ligi ina hiyo power ya kutoa alama hata pasipo mechi kufanyaje kuchezwa. Kwa hiyo issue ni nini? Sorry Hans. Mimi subiri Evans malize, utaendelea. Maki ukiintercept hapo unakuwa kama unanipoteza kidogo. The issue ni nini? Nilichokiona mimi kilichofanyika, bodi walitumia busara kuahirisha game. Kwamba kwa sababu sisi tuna power mbili, tutafanya uchunguzi. Tukibaini mwenye kosa, tutatoa adhabu. Kama mwenye kosa ni Simba, tutawapa alama Yanga kwa sababu tuna hiyo power. Lakini tukibaini hii mechi inatakiwa kupigwa tena, tutapanga tarehe. Kwa kilichotumika ni busara. And then mimi nitapingana na dunia nzima. Mtu anayeniambia kwamba uvunjifu uliotokea ni kutokana na kanuni ya 17 kifungu cha 45. Kila kanuni na mwongozo wake. Kwa nini watu hawataki kuzama deep kutazama mwongozo wa hiyo kanuni unazungumza vipi? Na wakati hiyo miongozo wakati inatengenezwa, hata hivi vilabu vilikuwepo, wawakilishi wa hivi vilabu walikuwepo. Simba wanajua hiyo kanuni na muongozo unawadimandi wao kutoa taarifa ni muda gani wanatakiwa kutrain ili uwanja uandaliwe, wahusika wawepo. Barua ya TFF ukienda kuisoma vizuri iliyotoka wakati mechi inaahirishwa, inaainisha kwamba Simba wakutoa taarifa. Ni kwa mujibu wa nini? Kitu ambacho sio kweli. Simba walitoa taarifa wapi? Kamanda, kwenye pre-match meeting. Wapi? Labda wewe tu ndio ujue. Ina maana subiri. Hapa mimi ndo nataka nifahamu. Ina maana okay, umezungumza kitu kizuri. Kama hiyo taarifa ilitoka kwenye pre-match meeting. Subiri Kamanda. For the record, calm down. For the record, viongozi wa Simba walizungumza na kamishna wa ule mchezo 3 days before. Okay, sawa. 3 days before na wanakuambia kwamba mimi kuna vitu viwili kwa sawa tu kwenye issue ya taarifa. Na wanaainisha kwamba sawa, kiongozi ambaye labda sitomtaja jina, anakuambia kabisa 3 days before walimuuliza kamishna kwamba tunahitajika kufanya nini ili tufanye mazoezi. Akawaambia mhitajiki kufanya jambo lolote, hata kuandika barua, kwa sababu kanuni inaelekeza na inaeleweka. Sawa. Kwa faida ya wasikilizaji, alichokisema kamanda na vitu viwili. Kamishna alipewa taarifa 3 days before kwa mujibu wa kamanda. Kwa nini Simba wanakwenda mazoezini pale saa 12? Kwa nini kamishna kuwepo? Kama alikuwa anajua kanuni haimuhitaji kuwepo. Kivipi? Haitajiki kuwepo. Kivipi? Yani uwepo wake pale subiri. Naomba niulize swali moja. Ningemaliza maswali mawili kwa kamanda. Sasa hebu tuendelee. Kamanda na Hans, subiri kabla hujaendelea kwanza. Tunasikilizwa na watu wengi. Naomba tupeane nafasi na tujibu kulingana na vile ambavyo ilikuwa ni zamu yangu kuongea. Sawa, endelea. Kwa zamu yangu kuongea. Kamanda shaongea. Endelea. Simba wakati wanakwenda kutrain, ilibidi Boimanda awepo karibu kwa ajili ya waandishi wa habari dakika 15. Hakuwepo.
General coordinator hakuwepo, commissioner hakuwepo, right? Manager wa uwanja hakufungua uwanja. Kama Simba walitoa taarifa za kutaka kutumia uwanja, hao watu wote wangekuwa wanajua. Je, kama Simba wametoa taarifa kwa mujibu wa kamanda, kwa nini barua ya bodi ya ligi inapingana na unachokisema? Kwa mfano Hansi, mimi nataka nikuuliza kitu kimoja. Hivi wale waliozuia uwanja usitumike kufanya mazoezi, pale walikuwa wana taarifa gani kuhusu kinachoendelea mpaka wao wakawepo, alafu manager sijui commissioner sijui boimanda wao hawakuwepo? The issue ni nini? Yani ilikuwa wale mabouncer kwa sababu unajua mkai, hebu tutumie logic ya kawaida. Sawa? Akili ya kawaida tu ya kuzaliwa guys. Wewe Evans unakwenda kulinda sehemu sio kwa bahati mbaya. Ni kwa sababu unajua kwamba hapa kuna kitu kitatokea, sio? Sasa kama hapakuwa na taarifa yoyote ama bouncer alioteshwa usiku kwamba guys leo mimi wanaweza kufanya mazoezi katika hili yani kwenye vitu ngoja mimi unajua mimi napenda kuzungumza ama uone hilo jambo linafikiria. Nataka nimjibu kamanda hoja kwa hoja. Nataka nimjibu hoja kwa hoja. Naam. Timu mwenyeji alikuwa ni nani? Yanga. Ni Yanga, right? Unaposema kwamba mabouncer waliingia vipi? Kwenye vitu ambavyo mimi nilivimention siku ya Jumatatu, nilitaja makosa ya pande zote mbili. Nikataja kosa la Yanga ni kuweka mabouncer pale. Nilitaja kabisa ni kosa ambalo walilifanya. Walikuwa mabouncer 7. Yanga wamewakataa lakini mabouncer 7. Sasa Yanga wakiwakataa watapata shida kwa sababu kuna ushahidi wa mazingira au mabouncer ushaonekana kwenye matukio tofauti ya Yanga. Kwa hiyo unaweza kuwakataa kwamba sijawaajiri sio watu wangu, lakini kuna kitu kinaitwa ushahidi wa mazingira. Hao watu washaonekana kwenye matukio kadhaa ya Yanga. Kwa hiyo wanafahamika ni mabouncer wa Yanga. That's why nilimention kwamba kosa la Yanga ni kuweka mabouncer pale. Lakini kosa la Simba liko wapi? Watu walikuwa wanajaribu kuficha kosa la Simba kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 45, lakini wanasahau ile kanuni na muongozo. Kwa nini watu hawataki kuzungumzia muongozo uliowataka Simba kucommunicate? Sasa mimi niseme kitu kimoja. Hayo ulikuwa na swali nataka kuuliza, lakini naomba tujikite kwenye hii kauli ya Rais Karia. Yuko sawa kuzungumza alivyozungumza ama hayuko sawa? Evans, tuanze hapa pamoja na maelezo ambayo unataka kuyaeleza. Karibu. Kwa upande wangu naamini Wallace Karia alichokizungumza ni vitu ambavyo watu wengi hatupendi kusikia. Ndio. Kwa sababu kilichotokea, namna ambavyo mazingira yalikuwa, hata ingekuwa ni wewe unaambiwa bodi ijiuzuru kwa sababu zipi? Kwa kuahirisha mechi. Kanuni ilikuwa inawaruhusu pia kuahirisha mchezo. Kama kutakuwa hakuna kwenye matukio. Atuambie kanuni gani? Nitakwambia. Kama kutakuwa kuna tukio lolote la dharura, una mamlaka ya kuahirisha mchezo. Ndio kilichofanyika. Kama kutakuwa kuna hali yoyote ya dharura, unaruhusiwa kuahirisha mchezo. Kwenye hayo matukio ni kama machafuko. Nazungumza yale matukio makubwa. Na ndio maana ukisoma taarifa ya bodi ya ligi, kilichotokea ni kosa la kikanuni. Kosa la kikanuni linaadhibiwa kikanuni. Ansi. Yale sio machafuko. Sawa. Mimi nimemuelewa. Mwacha nitajie. Ni vizuri. Mimi namuelewa. Ni sahihi kumchallenge Evans. Kosa la kidharura, si ndio? Machafuko. Mtu amefariki kwa mfano kwa macho ya bodi ya ligi Hans, kile kilichotokea pale, ugomvi wa mabouncer kuwazuia Simba was enough kusababisha vurugu hata kwenye mchezo ule. Na taarifa kwa alichoona wao bodi ya ligi na uzuri kwa nafasi yao wanaruhusiwa kufanya maamuzi kwa wanavyoona wao. Sawa, naomba Evans endelea. Na uzuri kwenye hicho anachokizungumza Hansi, ukisoma ile barua vizuri, inasema kuna taarifa wamezipokea kutoka kwa mtu wa usalama, zinahitaji uchunguzi. Mtu wa usalama. Yes. Kasome ile taarifa. Kulikuwa na gari la polisi pale lilikuwa. Kasome ile taarifa. Yaani mpaka wanafikia haya maamuzi ni kwa sababu kuna vitu vilikuwa vinaweka huo viashiria kwamba hii haiwezi tena kuwa sehemu. Yes. Na mpira unajua kabisa mpira ni burudani, mpira ni maisha. Hatuwezi kuhatarisha maisha ya watu kwa sababu ya kikundi cha watu wachache. Lazima tuweke mazingira yawe sawa na vitu vingine viendelee. Kwa hiyo mimi ukiniambia kwamba bodi ijiuzuru kwa sababu kuna watu vimefanyika vitu ambavyo hawavihitaji, watu wana demand point 3 kwenye mchezo ambao haujachezwa, tunakupaje point 3? Umeenda uwanjani, yale kukagua ni nani?
Refari walikuwepo uwanjani? Hakuna. Tunakupaje pointi 3? Kanuni inataka nini? Kwa kuna vitu vingine vinatokea ni kwa sababu tu ya hiyo power ambayo Simba na Yanga wako nayo. Sorry Evans, mimi nataka nikusomee ile barua ya bodi ya ligi. Kuna sehemu hapa inakwambiaje, Mkai? Baada ya kupokea barua hiyo, bodi iliwaagiza maofisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo. Walitumiwa clip kwenye WhatsApp au? Rudia. Ukisoma ile barua imeandikaje kwenye paragraph ya 3? Ndio. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maofisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo, ile ambao walishuhudia tukio hilo kwenye brackets. Kwa hiyo walishuhudia. Mimi ninachokijua ni kitu kimoja, na naendelea kutuma taarifa ya tukio hilo, ya tukio haraka, ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kwa kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Umemaliza? Mimi ninachokijua ni kitu kimoja. Ndio. Kosa la kikanuni linaadhibiwa kikanuni. Chanzo cha aliyotokea ni timu mgeni kutotoa taarifa. Kama timu mgeni angetoa taarifa kwamba anakwenda kutrain muda gani, and then Yanga wakatuma mabouncer wakaenda kuintercept training ya Simba, Yanga inawezekana kabisa wangepigwa adhabu kubwa sana au wangekatwa hata alama. Lakini kwa sababu timu mgeni hakutoa taarifa, yeye ndo chanzo cha tatizo. Sawa, Hansen. Waliofanyaje? Kwa mfano hajatoa taarifa afu ukamwachia akaingia, alafu ukaripoti kwamba hawa wameingia lakini hawakutoa taarifa. Ndio ungewapa bodi ya ligi afanye maamuzi juu ya hawa ambao wamekuja bila taarifa. Ndio na mimi nimekuja hapo kwamba iko hivi. Kosa la Yanga ni kuweka mabounce. Nimetaja makosa mawili guys. Kwa mfano nimetaja makosa haya. Kwa mfano mimi naomba nikuulize swali. Hakuna kanuni yoyote ambayo itaniaminisha kwamba Simba walitakiwa kuacha timu nje kutopeleka timu uwanjani. Nije kwako sasa. Hii kauli ya Karia ni kauli ambayo ina uhalisia kwamba hawa viongozi wa club nao wana changamoto kubwa, na ndio maana imepelekea yeye kuzungumza kauli ile pale. Binafsi nimeisikiliza vizuri kauli ya rais. Yes. Mimi sijui kinachoendelea ndani ya timu, kwa sababu yeye inawezekana anajua, anapata labda mashtaka na nini, anajua vizuri. Ila mimi ninachoweza kusema, kosa halihalalishwi kwa kosa. Haijalishi Simba wana migogoro ndani, bodi ya ligi iamue vitu kwa kujisikia pasipo kufuata kanuni na sheria. Haijalishi Yanga wana migogoro ndani, bodi ya ligi iamue vitu kwa sababu na nyie mna migogoro. Kama Simba na Yanga wana migogoro ya ndani kwa ndani, nyie bodi ya ligi mnatakiwa kufanya kazi yenu, kuamua vitu kikanuni na kisheria. Msiangalie hao na migogoro kwamba wote tunasukumiana mzigo kwamba sisi tunafanya makosa kwa sababu na nyie mnafanya makosa. Yani, hakuna kiongozi anaweza kufanya hivyo. Kiongozi anayetoka akazungumza hivyo kwamba tumefanya maamuzi kwa sababu na nyie mnafanya makosa, na yeye ni dhaifu. Labda mimi naweza nikawa nimemuelewa Hans tofauti, na alichokimaanisha Karia ni tofauti. Karia amechukulia mfano wa bodi ya ligi kwamba kile kilichotokea, mnaamini watu wanatakiwa kujiuzuru. Yakitokea kwenu nyie sasa, yanatokea sana tu. Watu wenu mshawahi kuambia wajiuzuru? Je, wako sawa? Wako sawa, wamekamilika? Naamini ndo kitu ambacho Karia anakimaanisha. Yani kwenye bodi ya ligi ambacho mnanyoshia kidole, yakitokea kwenu kuna mtu ashawahi kusema mjiuzuru? Sasa alafu kuna kitu mimi nakifikiria. Msikilize Hans kabla hajasahau alijotaka kusema. No, mimi naelewa mnachozungumza. Lakini mimi sihalalishi kosa kwa kosa. Hajahalalisha kosa wa yani haiwezekani yeye akifanya kosa basi asubiri makosa watu wengine. Hajahalalisha kosa. Yani hajahalalisha kosa. Bodi ya ligi waliahirisha mechi kwa vigezo vipi, kwa kanuni zipi? Hakukuwa na machafuko. Wanayo nguvu. Kwa viashiria, yani hakukuwa na machafuko, ila kuna viashiria vya kuelekea huko. Alafu twende mbali zaidi. Kwenye ile barua ya bodi ya ligi wameandika pale kwamba hili jambo lipo kwenye uchunguzi. Yes. Naamini bodi ya ligi, kamati ikikaa, imeshafanyia uchunguzi hili jambo. Hawezi tu kupanga tarehe ya mechi bila kutoa maelezo kwamba kutokana na 1, 2, 3 A B C D F sijui A B
Sasa kwa nini unajua, ngoja nikwambie kitu Hans. Simba na Yanga kwa jinsi hizi club zilivyo, ndio maana hata wiki iliyopita nilifanya mahojiano na Karia nimezungumza naye mengi sana. Simba na Yanga kuna wakati wanataka wao wajione ni wakubwa juu ya sheria. Simba na Yanga wanataka wao kuamua lolote chochote mbele ya viongozi wa mpira. Ndio maana kuna wakati mimi haya matamko yakiwa yanatoka huwa nayafurahia sana. Iwe tamko limefuata sheria, limefuata kanuni, lakini ni matamko ambayo yana uhalisia. Na hapa hatuangalii kwamba heti viongozi wa Yanga ndio wenye shida au viongozi wa Simba ni wazuri kweli kweli. Mimi binafsi viongozi wa hizi club zote Simba na Yanga wana matatizo makubwa sana. Yaani wanataka kuiendesha bodi ya ligi wao watakavyo. Sasa ikifika hatua hatuwezi kufika. Singida naye ataamka, Ken Gold naye ataamka, hatuwezi kufika. Ndio maana haya matamko mimi nayafurahia sana, na Karia aendelee kutoa matamko ya aina hii. Mimi nina uhakika kabisa, kilichotokea juzi kingefanywa na Singida, kingefanywa na Kagera Sugar, mechi singeahirishwa, mechi ingepigwa. Hiyo ni kwa upande wangu mimi. Ninaamini game ingeendelea kwa sababu ni Simba na Yanga, watu walitumia busara. Mimi kilichotokea juzi kuahirisha game, never ever siamini kama kanuni ilitumika kuahirisha game. Nachoamini ilitumika busara kwa sababu zifuatazo. Simba na Yanga ni wakubwa. Tukifanya maamuzi ambayo hatuna uhakika nayo, inawezekana akaja kuleta shida. Acha tutumie busara, tuahirishe game, tuangalie uchunguzi. Lakini hakuna sababu yoyote iliyotokea juzi ambayo ilisababisha ile game kuahirishwa. Haipo. Hans Yondo ungekuwa ndo kiongozi wa bodi ya ligi, mbunge ingetwangwa. Hata kama kuna viashiria vya uvunjifu wa amani, mbunge ingetwangwa. Brother, ngoja nikwambie, ile game haikuwa na machafuko. Hajafa mtu. Ile game ilitakiwa kuendelea. Ndio maana wamesema kuna vitu wanachunguza. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Wewe viashiria ambavyo unavizungumza vya machafuko ni vipi? Nani alipigwa? Kwani viashiria ni mpaka mtu kupigwa? Kwani viashiria ni mpaka mtu kupigwa? Nani alipigwa? Tuchukulie mfano Hans. Machafuko ya kwa. Tuchukulie mfano. Subiri kidogo. Kwenye ile tukio mabouncer Yanga wamesema wapo 7. Walikuwepo 7 ndio. Mfano wachezaji wa Simba nao wangeshuka na viongozi wao nao wakaenda kutumia nguvu. Nini kingetokea? Unajua polisi walikuwepo, unajua. Kwa hiyo polisi wangeingilia hapo, nini kingetokea? Polisi walikuwepo. Sawa. Kwani polisi mbona wanakuwepo eneo la tukio alafu vurugu zinatokea? Source ya kuwepo kwa mabouncer ni nini? Chanzo ni kwa sababu timu ilienda kutrain haikutoa taarifa. Ila wao wana taarifa. Wao ndo chanzo. Wao mabouncer wana taarifa. Na hakuna mtu aliyekataa kwenye hilo. Evans, ndio maana nimekuambia mabouncer wana shida. Yaani kama umesikia makosa kama Simba wameshindwa kutoa taarifa, ila mabouncer wana taarifa kwamba Simba watakuja na gari zaidi ya moja. Unarudia kitu kile. Gari walizozuia sio gari ya wachezaji. Shida ni moja. Tukubaliane hasa. Alianza kuzuia ni nani? Ni meneja wa uwanja aliyegoma kufungua uwanja. Ina maana kama meneja angekuwa na taarifa, angefungua uwanja, watu wangepitiliza. Hilo inabidi ulijue, watu wangepitiliza wakaingia uwanjani. Lakini meneja kwa sababu amefunga mlango, na wale mabouncer tukumbuke hawakuwa ndani, walikuwa nje ya uwanja. Ila meneja huyo akafungua jioni uwanja kipindi cha mechi. Mabouncer walikuwa nje. Hivi unamzuia vipi mtu kuingia ndani, wewe uko nje? Hii ni hatari. Hilo inabidi ulijue. Common sense. Sasa Hansi, hivi ukiwa nje si ndio una uwezo wa kumzuia mtu asiingie ndani? Yaani wewe ukiwa ndani, yani unamzuiaje ukiwa ndani? Hivi wewe nikwambie, ule uwanja umefungwa. Meneja angekuwa na taarifa, angefungua uwanja, watu wangeingia.